Ladies and gentlemen, karibu sana kwa Rogers Kaka Sungura YouTube channel, the only channel across the globe that calls a spade a spade. We no longer entertain mediocrity. We no longer entertain looting. We no longer entertain rogue governments. We speak as it is. We give it raw as it is. Let a spade remain a spade and not a big spoon. If you're watching Kaka Sungura, the only way you can support Kaka is by clicking that subscribe button and tafadhali turn on your notification bell. I hope the likes of Yoweri Kaguta Museveni of Uganda are taking notes from the Republic of Kenya. I hope Paul Kagame of Rwanda are taking notes from the Republic of Kenya. I hope Tanzania, lakini Tanzania wako na mama mpole, Samia Suluhu. Mama ana maneno. Yule naye mkimchokoza, Tanzania basi tutawakujia. Mama mpole sana. Mama anazungumza, anasema wa Tanzania watukufu, tafadhali. Kenya, I think siku moja tunaweza jaribu mama, tuone kama kutaenda. Hawa baba wametusinya hao. Now, I'm here to speak to the Kenya Kwanza government that has zero understanding on the young generation. Hii generation yetu Gen Z, it shall remain in the books of history. Actually, hiki kizazi kimetengeneza historia ambayo itatumiwa miaka na mikaka, sio tu katika taifa la Kenya, bali kimataifa, ili kufundisha wanafunzi ambao wanasomea sayansi ya siasa, political science. Sijui kama nimeweka vizuri katika lugha ya Kiswahili. They have left a history that governments will keep referring to. They have left a mark that each and every politician will be referring to. And you know, yesterday, President William Ruto was in Garissa. As members of parliament were shouting in parliament, Ruto was also shouting from on top of vehicles in Garissa, akisema pitisheni yo bill, Wakenya wapate barabara. Pitisheni yo bill, watoto waende shule. Pitisheni yo bill, Wakenya wapate stima. As he was doing that, Gen Z was also demonstrating against the punitive finance bill. And by the way, did you know that even international Gen Zs, niliona mchezaji hodari wa Chelsea, anaitwa nani yule? I don't know. Hii kitu ilikuwa wapi? I saw that screenshot. He has already supported Kenyans against the punitive finance bill. By the way, wapi makofi ya Larry Madawa? Larry Madawo. Larry, mahali mnampata, mwambie viva Larry, hata kama yeye sio Gen Z, but at least he came to support Gen Z. And yesterday, the demos in Nairobi were live on CNN International. So it's not a joke. Hii vitu zinaenda beyond what Ruto can imagine. And now, Ruto amekuwa pale Garissa jana, na Gen Z wakaamua wa Garissa, mahali Aden Duale anatoka, CS wa defense, wakabeba placards, wakamwambia Ruto reject finance bill. Gen Z kwani hata muogopi president? Niliona vile wamebeba mabango, wanamwambia macho kwa macho, sikiza Zakayo, reject finance bill. Wakamfukuza. You saw how he was running away. I don't know kama aliogopa ama ni nini.
magari zake zikatoka zikapotea. Vijana walimungoja kwa barabara, na sijui mbona alishindwa kusimama au address, and maybe because aliona watampigia kelele na wachome picha, so akaamua alipofika kwa hao vijana, nitakuwekea video in a short while. Alipofika kwa hao vijana, it's like all drivers were instructed. Mtaona vile magari zinachomoka. Akaambiwa mkifika kwa hiyo magari, mkifika kwa hao vijana, ni kupita, hakuna kusimama. It has come a time, very shocking, that even the president is running away from his own people. A time is coming, and you know the Gen Zs are the majority. Going forward, hapa mbele, I am not a prophet, but let me tell you this. Hapa mbele hapa, kuanzia tu next week kwenda mbele, Ruto is not going to stand in public. I am not a prophet, but I can see it coming. Kuna wakati Gen Z watasikia Ruto anakuja mahali, wanajazana pale. By the way, and that is the best thing. Mukisikia Ruto amekuja mkutano Mombasa, Gen Z nyote jazana kwa hiyo mkutano na asionge. Kama mbaya. Kama anatupiga kutoka kwa magari juu, na sisi tunampiga kutoka hapa nyuma. Kama anakuja kanisa mahali, jazana pale. Akiongea ni kelele, na mna record, mnatuma video hapa, sisi tunawafikishia. So Ruto is not going to stand in public. It is going to reach a time, anaenda kama ana launch mradi, anamaliza, anaenda, hakuna kusimama, kwa sababu the revolution that is being built is beyond his imagination. Lakini sikiza vijana, I want to salute you because nyinyi hamjui kabila. I have not seen Gen Z's protest alongside tribal lines. Gen Z have come to unite the Republic of Kenya. Wakati Gachagua anasema yeye ni kingpin wa Mountain, wakati anasema kwamba hii serikali ni ya shares, Gen Z wanasema sisi wote ni mandugu. We know no boundaries. And this is what I've been advocating for, even from the campaign season. Wale mnanisikiza vizuri, nimekuwa nikiambia vijana, hakuna haja tupigane kwa sababu ya wanasiasa. These politicians, their work is to divide us during the day, but they unite at night. Politics has no permanent enemies. Politics has no permanent friends. We are making a revolution that, you know, ukienda Rwanda after the genocide, ukienda Rwanda as we speak right now, hawezi jua makabila Rwanda. Why? They learned a lesson and they don't want to go back there. In 2007, Kenya learned a lesson. Na vijana mnapoenda kwa street, I want to thank you because you've been all along peaceful. Hamjarusha mawe. Kuna vijana walitaka kumisibiafu usiku, but tukue peaceful, tuziharibu mali ya watu. Let's protest peacefully. Serikali tusikize, mambo mengine tutasoti baadaye. Kwa hivyo tufuate mkondo wa Garissa. Mukiona Zakayo mahali, muambie chini. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.